Jambo Tanzania, poleni na majukumu na karibuni tena katika kipindi chetu cha Taxation Made Simple, yaani elimu ya kodi kwa njia rahisi. Sasa leo tutazungumzia kodi inayotozwa kwenye mazao ya misitu, yaani Taxation on Sale of Forest Produce. Sasa serikali kupitia Finance Act ya mwaka 2025 ilianzisha kodi mpya kwenye mazao ya misitu ambayo imeanza kutumika kuanzia mwezi huu wa Januari mwaka 2026. Sheria inasema kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 2026, mtu binafsi mkazi wa Tanzania, yani resident person, anayepokea malipo kutokana na uuzaji wa mazao ya misitu atalazimika kulipa kodi ya mapato kabla ya kusafirisha mazao hayo. Mazao ya misitu yanayohusika ni pamoja na mbao, yani timber, magogo, logs, mirunda na nguzo, yani poles. Sheria inaelekeza kuwa muuzaji atalipa kodi ya mapato ya 2% ya malipo ghafi, yani gross payment, kwa mkupuo mmoja, kwa Kiingereza single installment. Maana ya malipo ghafi au gross payment kwa urahisi ni thamani iliyo kubwa zaidi kati ya zifuatazo. Ya kwanza, bei ya shambani au msituni, farm gate price. Ya pili, bei ya manunuzi au bei ya mauzo, purchasing price. Ya tatu, thamani iliyopangwa na Tanzania Forest Service. Kwa hiyo malipo ghafi itakuwa ni ile price kubwa kati ya hizi bei tatu nilizozitaja. Kwa hiyo thamani itakayotumika kukokotoa kodi ni ile iliyo kubwa kuliko zote kati ya bei hizo tatu. Mfano, Bwana Juma mkazi wa Tanzania anauza mbao mwezi Januari mwaka 2026. Tuchukulie mbao zina thamani zifuatazo. Bei ya shambani ni shilingi 1,800,000. Bei ya mauzo aliyokubaliana na mnunuzi ni shilingi 2,000,000. Thamani iliyopangwa na TFS ni shilingi 2,200,000. Kwa hiyo sasa tuone, hatua ya kwanza tunaenda kutambua malighafi kwa kulinganisha thamani tatu na kuchukua iliyo kubwa zaidi. Kwa hiyo kati ya hizi thamani tatu, 1,800,000, 2,000,000 na 2,200,000, thamani iliyo kubwa kuliko zote ni 2,200,000 na 2,200,000 ambayo ni thamani iliyopangwa na TFS. Kwa hiyo hii ndio itakayotumika kukokotoa kodi ya mapato. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ya kukokotoa sasa hiyo kodi ya mapato. Kwa hiyo kodi ya mapato itakuwa ni 2% ya 2,200,000 ambayo itakuwa ni sawasawa na shilingi 44,000. Tuangalie mambo muhimu ya kuzingatia kwenye kodi hii. Mambo muhimu ya kuzingatia ni kwamba kodi inatozwa kwa resident person na sio kampuni. Kodi hii inatozwa kwenye thamani ya mauzo na sio faida. Vile vile kodi hii hulipwa kwa mkupuo mmoja, yani single installment. Gharama za uendeshaji hazikatwi na pia kodi hii ni lazima ilipwe kabla ya kusafirisha mazao. Basi leo tuishie hapa. Usisahau kusubscribe na kufollow chaneli yangu kwa mazuri yajayo. Kwa maswali na maoni tafadhali niandike kwenye comment hapo chini, nitajitahidi sana kuyajibu. Asanteni kwa kunisikiliza and bye.